Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV. Yanga ni kubwa. Mimi naweza nikawa Mtanzania mwenye bahati. Nimekaa kule, nimekaa hapa. Hii ni klabu kubwa mno. Yaani tusichukuliane poa. Kipindi cha kunyamaza kimepita. Tuna majawabu na tunajua kuliko wanavyofikiria kwamba tunajua. Yes. Hatuwezi kubali brand image ya klabu ya Yanga, ya viongozi ya Yanga, ya wachezaji ichafuliwe kwa sababu ya maslahi. Ndio maana nasema wakati mwingine nchi tuna shida, ni watu wote tunaweka maslahi yetu. Hatuweki maslahi ya nchi wala maendeleo ya mpira. Na ni kwa sababu gani? Bumbuli wewe ni kocha mathala, lakini at the same time wewe ni wakala wa mchezaji. Kwa hiyo hapo utaona ugumu wa kazi yako. Mchezaji huyo unomfanyia wakala yupo katika timu yako, unadhani utatamani akae nje? Atacheza. Atacheza tu hata kama uwezo wake mdogo. Sasa wewe unaweza kuwa mwandishi wa habari au mchambuzi, at the same time wewe ni wakala wa mchezaji. Mchezaji wako akiachwa, wewe tayari nongo unailetele klabu na watu wake, which is totally wrong. Hiyo aloisema washabiki wa Young Africans walifanyiwa pale na mchezaji wake. Hakuna mahali aliporusha clip. Ni maslahi binafsi, unaweka maslahi binafsi. Guys, mimi jamani, kuna wakati mnanionaga mkorofi, lakini mimi sio jaye kwa mkorofi. Wote mnanijua very friendly. Lakini when it comes kwenye taasisi sina urafiki. Nitukane mimi, ukinitukana mimi sikujibu na kuona mwenda azimu. Hii taasisi ya Yanga haitadharauliwa. Mwisho tutajibu kila jambo. Mtu sijui, unajua kuna mtu anadhani kwamba kapata platform amekaa nazungumza basi anadhani kwamba anaweza tu akasema chochote, akaandika chochote, ukaidharau kwa maslahi yako. Mchezaji wako kama riski imeisha. Unaichukia Young Africans bila sababu, unawachukia mara utamsema Hersi, ukimaliza utamsema Bumbuli, ukimaliza Haji Manara. We mambo yote mabani ya Yanga tu. We are Yanga. Hii ni Yanga. Hii ni Yanga. Mwambieni, hii ni Yanga. Wezi ukaa tu. Kuna juzi kuna mchezaji wa Simba kapewa red card, yellow ya pili. Kapiga ngumi. Klipu ile nyingi umeona kaweka ngumi. Lipi baya zaidi? Alolisema Bumbuli na ngumi kupigana uwanjani. Hatuwezi kuweka interest binafsi kwa sababu ya chuki zako kwa klabu hii. Umetaka umeneja umenyimwa, umetaka ukatibu umenyimwa, umetaka usemaji umenyimwa. Sasa matokeo yako unahamishia hasira zako kwa Haji. Mimi jamani ndio mwajiri mimi. Maswali jamani. Maswali. Tuchukue lingine hapo. Ngoja nikwambie brother. Tunaposema umoja, na ninaposema hapa tusikubali kutumika, tusikubali kweli kutumika. Hii mambo ya kukaa kujitengenezea mwenyewe mazingira kwa, ndio maana nasema watu wengi wanaweka sana maslahi binafsi. Mimi katika nafsi yangu Bumbuli anajua na uongozi wa Yanga unajua. Mimi sikuja hapa kunyang'anya mtu nafasi. Na ningetamani sana, na nilisema pale siku ya Mlimani City, nishirikiane na wenzangu sababu hawa ni mwakuta, hawa watanipa miongozo. Lakini sasa kama mtu uongozi unaamua wenyewe kwa mkataba umeisha, kama vile tulivyomwacha, kuna wachezaji wangapi mwaka huu tumwacha wa Yanga kama watano hivi. Kama watano, mikataba iliisha, si ndio? Nadhani uongozi walifanya. Sasa mimi ukiniambia kwamba kuna kampeni inafanyika, kampeni wanaofanya ni wale zinakwenda kwenye hizo hashtag, zinawekwa kwenye peji za watu hao,
ambao wakiamka wakilala ni Haji Manara. Waache wafanye. Watanzuia nini? Mimi nimekaa hapa mwamba nimejitandawa. Wanza kaniletea kampeni za bring back si mimi nani usuni nini? Mimi shavuka level za mambo ya kampeni za kitotototo. Mimi mkubwa sana Sheikh. Yaani mimi kwanza kuniuliza tu swali mimi mkubwa. Anawezaje kukaa kuzungumzia kampeni? Lakini niwaambie yoyote yule. Umeniuliza swali naenda kufanya. Mimi nafanya kazi na mtu yoyote. As long as interest ya Yanga iwe mbele. Siwezi kukubali niwe hapa alafu mtu mmoja anakaa anaweka interest yake mbele. Hapana, interest iwe Yanga kwanza. Yoyote yule. Uongozi ukiamua kufanya mimi yoyote. Juzi nilikuwa naambia kiongozi mmoja nafurahi kufanya kazi sana Bumbuli. Kwa sababu unajua shida ya watu wengi nilioiona mimi ambao ukiangalia kiundani wale ambao wewe wachunguze wale ambao wananisema sema huko wengi wao ni watu ambao wana hofu na ukubwa wa jina langu. Wana hofu na popularity yangu. Binafsi ambayo sio sawa. Mimi kanipa Mungu. Mimi nimetaka niwe maarufu. Wadhani napenda hivi natembea na walinzi hao. Napenda wadhani natembea sina raha. Siwezi kuingia na mwanamke gesi. Na raha gani? Sina raha. Sina raha. Sasa wengine wanapata hiyo tabu ndio inawapa. Kwamba uko lakini Bumbuli hana interest hata kidogo na umaarufu. Mtu asipokuwa na interest na umaarufu kwangu mimi tutafanya kazi maisha. Lakini ukishataka na wewe kuoneka haiwezekani. Haji dude hivi fulani hivi. Pandikizi la baba limekaa lina kifua kaa nyumba. Simaona juzi pale Singlen. Watoto wamekufa. Kwa hiyo wewe mdogo wangu kama uongozi utaona unafaa akiwepo mimi nitafurahi sana nitashukuru. Hizi mambo ya ajira ni mambo ya kupita tu. Hizi mambo ya kupita tufanya kazi kwa ushirikiano na hata kama hayupo nje kwa sababu yeye bado ni mwana Yanga tutashirikiana katika kujenga klabu hii kubwa bingwa mara 27 yenye washabiki milioni 26.5 mpaka sasa hivi. Sawa. Umejibu vizuri Haji. Kwenye nyongeza hii nadhani hamna nyongeza au sio? Mwanadamu anaumbwa na kinyongo. Mimi sio malaika. I'm not an angel. Mimi sio Mungu wala sijepata daraja ya utume. Mungu kaniumba binadamu wa kawaida mwenye nyongo. Swali hilo ungewahi kumuuliza toka nimetoka kule mpaka hiyo juzi ameweka posti ngapi negative kuhusu mimi? Zinafika 70. Hamjawahi kuquestion hilo swali. Ndio wakati mwingine mimi baadhi ya waandishi wanacheka kweli. Hamjawahi kuquestion. Zaidi ya 70 Haji. Ulisikia mimi nimecomment au nimehoji? Inafika wakati na mimi binadamu. Alafu umeona kanipiga mimi siku zote sijasema lakini alipomgusa Bangala mchezaji wa Yanga sisi nauliza tu kwa swali yangu linobaga. Simauliza nimesikia maumivu wewe au nini? Bali shida ilikuwa nini? Simauliza tu. Mimi sijasema kwa ubaya, nimeuliza. Kwa sababu wewe unalalamika, yani wewe kila siku ni Yanga, Haji Yanga. Hawezi yani unaonekana yani mtu hata mtu mwenye akili huwa wakati mwingine anachunguliaga anasoma comment. Unaweza una matatizo huyu mtu kakuchukulia mkeo. Haiwezekani mwezi mzima ukilala ukiamka ni Haji. Nimekosa nini kwake? Wapi nimemkosea? Tunapatana wapi na wapi? Yeye anakaa Minywengo huko. Tunagombania nini? Haiwezekani. Hatuwezi kuendesha taasisi yote ni kuweka maslahi binafsi. Tuweke maslahi ya mpira. Mimi sio niliyomnyang'anya ukatibu mkuu. Wala utaka. Mimi sio nilomuondoa TFF. Mimi sio nilomuondoa Azam. Mimi ni mtu tu nimekaa maskini ya Mungu. Mungu labda watu wa Yanga wameona kama naweza nikasaidia klabu hii ya maisha yangu. Yes. Mimi najua Yanga. Mimi nimezaliwa kutoka jengo hili. Tembea huu mtaa Jangwani. Hesabu nyumba zisizopungua 10 baada ya ile jengo kubwa la kiwanda cha Romejas. Nyumba inayofuata ndipo utaona mimi na ukaribu wangu baba zangu wametumika hapa. Unahoji kwa nini? Kwanza alisema alipotoka hawezi kupata kazi kokote. Huyu kawasema waajiri wake wa zamani hamna taasisi itakayowaajiri. Wewe Mungu, inna Allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mwenyezi Mungu anatoa riziki bila mtu kupanga, bila hisabu.
Siku ya pili na saini Yanga, Yanga kwani nimemchukua? Ya Rabbi stara, we unashindana na anachokipanga Mungu? Huwezi. Hawa kina Bumbuli tulikuwa tunapambana wakiwa huku, mimi nikiwa kule. Tumerudi tunafanya kazi kama timu. Sasa mimi hapa ni home kweli, sio home ya mchezo. Ninaposema hapa mimi ni nyumbani, na kule nilikuwa kama vile nimevurugwa, sio nilogwa, sijui sielewi. Maana sasa sielewi nilikuwa nafanya nini, wallahi alazim. Mungu anisame, Mungu usinirejeshe mahali pale, mimi utanitia dhambi la nini mimi. Huku napata raha, hebu niangalie. Look at me guys. Look. Watu napata, angalia. Flat. Kila mahali. Mzigo upo. Wasiwasi gani? Hii ni timu kubwa sana. Ola mimi kule nilikuwa napenda, nilikuwa nakaa majonzi, moyo unaniuma ngasineka. Nafasi ya mwisho ya shukrani tunazipeleka kwa wanachama na washabiki wetu wote waliokuja uwanjani na wale ambao kwa namna moja au nyingine hawakuwepo uwanjani, aidha walikuwa nje ya Dar es Salaam au walikuwa na shughuli nyingine za kilimwengu. Wale waliotushangilia kwa dakika 90 na wale ambao waliokuwa majumbani au sehemu nyingine lakini wakatuombea dua na sala zao. Always mipango ya kibinadamu lazima ikokotwe na dua na sala ndio ifanikiwe. Kwa hiyo tunawashukuru sana wanachama na washabiki wa Young Africans kwa kutusupport na kutuombea. Lakini tuwapongeze na walioandaa mechi ile, pamoja na changamoto zilizokuwepo, hususan wakati wa kukabidhiwa taji letu. Lakini sisi tunaziona ni challenges tu za mpira, lakini kusema kweli maandalizi mengine yalikwenda vizuri, na tunawashukuru sana TFF pamoja na bodi ya ligi. Sasa sherehe zimeisha, iliyobaki ni mautani. Tuna sherehe kwa sasa, hatuhitaji sherehe. Tumesherekea juzi, siku kucha, jana. Sasa tunakwenda kuanza ligi kuu, na leo mnafahamu timu imeondoka kuelekea manispaa ya Bukoba mkoani Kagera. Ameondoka kamili wachezaji 25 na benchi zima la ufundi na baadhi ya viongozi, na sisi wengine kesho tutakwenda kuungana na kikosi. Leo kwa sababu ya mkutano huu ilibidi tuahirishe kusafiri pamoja na timu. Tunakwenda kuanza ligi kuu. Wote tunajua wanayanga, miaka 4 mfululizo hatujashinda taji hili la ubingwa wa ligi kuu. Kiu kuu ya mwanayanga safari hii haikuwa jambo lingine lolote isipokuwa kushinda hii ngao ya jamii, ubingwa wa ligi kuu, ubingwa wa FA, Mapinduzi Cup. Ndio mataji tulobaki nayo matatu. Moja tumelishinda juzi, moja sisi tunalitetea, mawili wanayo wapinzani wetu. Na haya ni mataji mama ya Yanga. Mataji mama kwa nini? Wote mnafahamu Young Africans ndio club ambayo ina mataji mengi kupita klabu yoyote Tanzania, hususan hili la ligi kuu. Sasa miaka 4 kwa ukubwa wa klabu hii, ni dhambi kubwa kuendelea tena mwaka mwingine kusubiri. Itakuwa ni dhambi kubwa. Benchi la ufundi na wachezaji wanajua mahitaji ya wanayanga msimu huu. Kwetu sisi kila mechi itakuwa ni fainali. Ubora wa wachezaji wetu hamna mtu anaweza akadoubt. Walikuwepo watu wawili watatu tulipopoteza mechi
na wa Nigeria wakaandika na kuwaponda wachezaji wetu na kuponda benchi letu la ufundi, lakini wote mnajua uwezo wa wachezaji wetu, kila mmoja ameona, kuanzia Juma Shabani, kuanzia Shomari Kibwana, Diara. Hapo kuna wachezaji wengine upande tu wa huku kulia na kushoto wako nje, na Brighton Mustafa na Umwa, lakini pale katikati shughuli imeiona ya Mwamnyetu na Dickson, lakini bado kuna watu wako nje, kina Ninja pale mido pale, ukija ndio balaa. Mukoko yuko nje, lakini kaanza Bangala holding pale pamoja na Aucho. Yule Aucho ni kama master hivi. Wale mnapata kumuona Charles Boniface Mkwasa, kocha wa zamani wa Yanga na timu ya taifa akicheza, ni ile anafanya piga hivi, mashimo matupu. Ile accuracy zake huwezi kuipata sehemu nyingine. International midfielder wa Uganda, the Cranes, kwa miaka mingi, ana experience. Bangala ni super holding. Wakati mwingine wanamchezesha wale wa Kongo, wakati mwingine anakuja kucheza central defender, wakati mwingine kucheza holding pale. Lakini bado kuna Tonombe yuko nje. Kazi ya Feitoto ilikuwa ni faila sufi wa Arabu wanasema. Ananyumbulika, anadarisisha, hachezi. Kuna mtu anacheza mpira afi anatoa darsa. Kama unaona wale maustadhi wakaa kwenye madrasa kwa wanadarisisha, darsa anatoa, anasema, anafanya hiki, anaingiza, anatoa. Alikuwa kama anaunyumbulisha ule mpira. Kenda huko pembeni kina Jesus kazi yake imeona. Lakini pale tuna watu Makambo na Mayele, hebu fikirieni. Lakini bado kina Saido wako nje. Una question ubora wa wachezaji wa Yanga. Ni kweli tumepoteza Champions League, tumetolewa, that's the football. Malengo yetu ya kutimia football. Lakini usiseme kwamba Yanga ni dhaifu, Yanga ovyo kwa kupoteza michezo ile miwili mitatu, na wengine wakahamisha wakasema nuksi Haji ndio kawaletea nuksi. Tena waandishi wengine wachambuzi. Mtu anazungumza tu vitu kama ameelewa hiyo. Lakini timu imeshinda, wala wasemi Haji ndio kawaletea baraka. Ile kifungwa Haji kawaletea nuksi. That's the stupidity. Lakini mimi nimesame ndio watu wetu wako na wataendelea kuwepo. Sasa tusiponde kikosi. Wapondeni kina Haji, kina Bumbuli. Lakini ile timu imethibitisha beyond reasonable doubt uwezo wa wachezaji mmoja mmoja na namna ambavyo timu sasa kocha ameshaanza kuishape. Sasa malengo ya kushinda taji la ngao ya jamii tumeyatimiza. Sasa tunakwenda kwenye lengo mama. Lengo kuu ni kushinda double za kombe la Azam Federation na ligi kuu. Lazima tuanze kwa kasi sana hapa. Tunajua kutokuwa na upinzani mkubwa. Wapinzani wako 15. Wote hawa wanataka taji. Tutaachana huko mbele. Kuna watakaopigania taji, kuna watakaopigania nafasi za 5 za juu, kuna watakaopigania kutoshuka daraja. Lakini lazima tuwaheshimu kila mpinzani tunakwenda kukutana naye. Hakuna kudharau mechi. Tunakwenda kutana Kagera Sugar. Kagera Sugar ni timu nzuri, wana kikosi imara, umeona usajili wao, lakini wana mwalimu very smart. Baraza very smart. Anajua mbinu za mpira, ni mtu wa football hasa. Kwa hiyo tunakwenda kuanza mechi ngumu. Tumefurahi mapokezi waliowapata wachezaji wetu pale Bukoba. Yale mapokezi sasa ni ishara ya wanayanga nini wanachokitaka. Wachukulie yale mapokezi kama njia sasa ya kwenda kupigania klabu hii. Jezi ya klabu hii ina thamani kubwa. Hii klabu mnaiona tu kwa sababu mnaingia humu, mnafanya press, tunaongea. Mzee, humu nchi hii harakati za kuikomboa Tanganyika zilichochewa
katika majengo kama haya na wazee wetu na babu zetu, wanachama wa klabu hii. Hii ni klabu ya nchi. Unajua kule Misri kuna klabu inaitwa Al Ahli, wote mnaisikia na mnaifahamu. Wanasema ile Al Ahli ni nchi ndani ya nchi, yaani yenyewe Al Ahli ni nchi kamili. Yanga Afrika ni nchi ndani ya nchi, ni nchi kamili, ni dude fulani hivi, lina utawala, lina nini, lina watu, linafanya biashara, lina viongozi, lina wavuvi, lina wafugaji, lina yes, ni taasisi kubwa hivi. Hatuwezi kukaa 4 years na hatuwezi kushinda ubingwa kama hatutakuwa wamoja. Tusitumike na watu wale wabaya wetu wale leo ndo wanaoshiriki kutumika, na sisi baadhi yetu tunakubali. Kwa faida ya nani? Tunataka ubingwa. Ubingwa hauwezi kupatikana kama kuna baadhi yetu wanatumika. Wanasema maneno, na juzi siku ya kwanza press hapa nalisema, na leo naomba kulirudia. Yanga ni kubwa mno. Naomba funga mlango. Endelea. Endelea Haji. Naomba tuelewane kitu kimoja. Wana Yanga, naomba funga mlango, sauti zinaingia huku. Naomba wana Yanga tuelewane kitu kimoja. Ukubwa wa klabu hii hautoi nafasi ya kulalamika. TFF na bodi ya ligi wanazijua changamoto zizo za msimu uliopita. Wajibu wao kuzifanyia kazi changamoto zile ambazo zilijitokeza msimu uliopita. Lakini sisi wana Yanga tusiwekeze kwenye kulalamika. Na lazima sasa tutengeneze modality ya kuzuia hawa washabiki wetu, akiona kamera ya kina harakati za Bongo au ya kina Sokanet anaenda kucomplain ikitokea matokeo mabaya. Hatuhitaji hilo. Hii timu sio kwamba tunaenda kushinda na ubingwa basi kwamba lazima tushinde kila mechi au tusipoteze au tusidraw. Hakuna mpira wa hivyo duniani. Na sio tukidraw basi complain ziende kwa kocha, kwa wachezaji, kwa viongozi, hapana. Au kwa referees, hapana. Tuwekeze kwenye matokeo. Tukionyesha how big we are, wapinzani watatuogopa. Lakini tukianza kulalamika tuonekana watu dhaifu, watu wadogo, tuonekana klabu ya mtaani. Hii klabu kubwa. Kuna kulalamika, tunakwenda tunapambana. Refa tunapiga goli moja na kataa, weka chuma cha pili, tuone kama atakataa. Na referees hawezi kukataa goli halali la Yanga. Wanapataje nguvu hiyo? Kwa tusiwekeze kwenye complain. Tuwekeze kwenye umoja, tushirikiane, tushikamane, tupambanie klabu yetu. Na kuhakikishia kwa ubora wa kikosi chetu na namna ninavyowaona viongozi wa Yanga safari hii walivyolipania hili taji, na kuhakikishieni tunaweza tukachukua ubingwa, bado ligi bado mbichi kabisa kama tutashirikiana. Sisi upande wetu wa idara ya habari tumekusudia kuja na mkakati maalum, sio tu wa kushirikiana na nyinyi, lakini wa kutoa taarifa muhimu kwa washabiki wetu. Kuunganisha nguvu ya washabiki ni jukumu letu. Kuunganisha nguvu ya wanachama ni jukumu letu. Kwa mimi na mwenzangu hapa tumejipanga vizuri sana. Tumejipanga vizuri na tunataka kuisaidia klabu yetu. Kila wakati tunaongea wenyewe kwamba nini tufanye, nini tusifanye, twende wapi. Tuwasaidie viongozi waliopewa dhamana, tuwasaidie GSM waliopewa dhamana na uongozi wa Yanga. Hatwendi kutafuta mafanikio binafsi ya Bumbuli wala ya Haji. Tupo hapa kuisaidia klabu hii
baadaye historia itaandikwa huko mbele ya safari. Hapo ndio mafanikio binafsi yatakapokuja, lakini right now kila mwana Yanga asiweke interest yake binafsi. Interest iwe Young Africans. Interest iwe Young Africans. Na wajua, na wanajua, na wajua wanapitaje, mimi najua, wanafanyaje, mimi najua. Yes, na nitatumia kujua kwangu kuwaonyesha kwamba mimi najua. Tutashinda inshallah ubingwa wa ligi kuu, tutashinda ubingwa wa FA, tutashinda tena Mapinduzi Cup inshallah. Sina wasiwasi, naangalia ile timu yangu. Wallahi juzi nilikuwa namwangalia yule Juma Shabani, nikawasema ya Rabbi stara, ya Rabbi we. Namwangalia mdogo wangu, unajua mimi nampenda yule mdogo wangu, lakini kwa leo ataenda kulalaje maskini ya Mungu. Kila wakati anafanya mtata kama nyoka, kama nyoka yule Juma Shabani. Sheikh, ile ni balaa, ni level ya kucheza Barcelona. Yule Feitoto unamwangalia unasema huyu kwa nini asicheze mbele ya Matic kule Manchester? Mnacheka, mnafanya maskhara. Kuna clip imetumwa sana jana, Fei kachukua mpira, ile fenti alofanya haijawahi kufanyika. Tafuteni nyinyi, ndani ya watu wanne kawatingisha wale wakatingishika. Kama anampa kaingia tena, kama anampa kaingia tena, pa kaachia kule pembeni, alafu anaomba tena. Alifanya volley moja, aliweka hapa kwenye Sheikh, ile anafanya pause course, inapigwa anaweka kwenye gamba hapa, anaunga volley kick. Sheikh, unamzungumzia Feitoto kama mchezaji wa kawaida, unakaa tu unasema, una pembeni, unaongea maneno yako ya toto. Ni hatari. Amunike siku moja alisema, nyinyi mkamuona hana maana, asema huyu Feitoto hastahili kucheza hapa, huu ni level kucheza Barcelona. Na Amunike anasema hivyo, yeye kacheza Barcelona. Msisahau Amunike alikuwa mchezaji wa Barcelona na kasema kwa Feitoto. Yule mtu hatari jamani, ni magician. Sasa tuna mchezaji kama Feitoto, na mchezaji kama Mayele, na mchezaji kama Bangala, unaenda kukosa ubingwa? Itakuwa makosa makubwa. Washabiki, wanachama, viongozi wote, twendeni tukashinde mataji haya kwa kushirikiana. Lakini la mwisho ambao ningependa wanahabari mtu saidie ni kuwakumbusha yale mapungufu ya kibinadamu ya waamuzi wetu. Watu wengine complaints zinatokana na mapungufu yasiwe yanajirudia rudia. Na mimi ni waase, hakuhitajiki referees kubalance. Ipo hivi, Yanga anakuja anacheza labda na team B, mpaka half time Yanga anaongoza goli 4-0. Mchezaji wa team B anafanya foul ndani ya penalty box second half, haitakiwi kubalance kwa sababu shinda 4. Wake up kwa jua penalty, lipigwe goli la 5. Baada ya goli la 5 mchezaji wa team B anakuwa anampiga kiwiko mchezaji wa timu ya Yanga, usibalance kwa sababu washafungwa goli 5 bila. Toa straight red card, akaangalia mpira na shangazi yake. Yaani hakuna kubalance. Mimi waamuzi hapa na wasifu wana uwezo mkubwa, lakini changamoto inakuja tu ni kwamba kuna wakati hupenda kubalance. Hiyo tu, lakini wana uwezo, no doubt. Yaani wana uwezo 100%. Hasa wa vijana wapya hawa wako vizuri sana. Lakini shida, kuna wakati upenda kubalance mambo. Yaani unaona kabisa kwa sababu washapigwa 4 hawa, kwa nini tu red card tu? Haitajiki. Yule refa mmoja yule afisa usalama wa TFF Hashim, Simba na Yanga katoa penalty ngapi hapa? 3 sio. Mbona kubalance? Referee hana kubalance. Penalty, direct kick. Red card. Hayo nao waziangalie hizo changamoto zao kama sisi tulivyoasa washabiki wetu, lakini na wao wajipime, waone changamoto ambazo baadhi walilalamikia mwaka jana. Kwa hiyo na nyinyi mtusaidie
kutoa hiyo elimu ya kuwakumbusha. Sasa nyinyi mna nafasi kubwa pengine kuliko sisi ya kurejea haya matukio, ya kusema kidogo, tunaweza tukapata waamuzi bora na ratiba ya ligi kawa imepangwa kwa mujibu wa utaratibu. Mimi na imani sana na TFF, na imani sana bodi ya ligi, na imani kabisa. Na ili utengeneze imani kwao, lazima kwanza uamini, lazima uamini. Kwa sisi tuendelee kuamini ili wakutengeneze imani ya kuandaa ligi bora. Hatarajii ligi safari ikawa na complaints everywhere. Hao ndishi mtatusaidia. Na mwisho nawashukuru tena kwa kuja kwenye mkutano wetu. Tunakwenda kwenye kushinda ubingwa, ndio returns of the champion. Hii return of the champions haina doubt kwamba sisi huu ni ubingwa wetu, ni mali yetu. Jengo hili ndio home of champions. Mataji mengi zaidi ya ligi kuu yamelala hapa kuliko klabu yote, kuliko jengo lolote, kuliko sehemu yote. Kwa hiyo kurejea kwa mataji yetu ni wajibu. Return of the champions. Tutashinda inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa mipango na maandalizi yetu, na tunaamini hakutakuwa na chupli. Asanteni kwa kusikiliza. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. HBTV.